Naitwa Binkubwa Maulidi Osman, ni mzaliwa Mchanga Mdogo. Ni katibu wa hii timu ya netball na pia ni kocha na pia ni captain. Tunajua kwamba jamii, tunaingia kwenye jamii kama jamii inatuona kwamba michezo ni ajira. Kwa mfano maana yake michezo hii ya mipira tunaingiza kwenye mambo ya sanaa. Kwa hiyo sanaa, wasanii kama wasanii wanaambia sanaa ni uhuni. Kwa hiyo nao wamechukulia neno lile kwamba na hii michezo ni uhuni. Lakini tukiwa kama sisi Mchanga Mdogo Center, sisi hilo tunalipinga. Tunajua kwamba michezo si uhuni. Michezo ni ajira, michezo ni kujijenga kimwili, ni kujijenga kiafya, na pia utakapojitika kwenye michezo utaonyesha kipaji chako. Ipo siku serikali kama serikali ikikupenda inaweza ikakuajiri. Kwamba serikali watuangalie na sisi ili tupate ile nguvu ya kushiriki katika mchezo huu wa netball, hasa kiwilaya, kimkoa na kadhalika. Zainab Rashidi Saidi ni mchezaji wa netball Mchanga Mdogo Center. Kwa sababu nimepata hamasa ya wenzangu kuingia kwenye mchezo huu. Ukijiunga na michezo unapata afya. Ni kwanza ulinitia hamasa mchezo huu. Nilianza nipo skuli. Nikaona wenzangu pale mtaani wanaingia kwenye michezo, wanaondoka mara kwenda hapa, wanapata fursa mbalimbali, na mimi nikajiunga kwenye mchezo huu ni kufumwa. Nilipata fursa ya kuondoka tu kwa mbalimbali, kwa mfano kusafiri kwenda Unguja kupitia michezo hii. Lengo kwa mchezo huu nipate fursa na mimi kuajiriwa. Mimi naitwa Khairat Ali, ni afisa programu na afisa mawasiliano kutoka TAMWA Zanzibar. Katika programu hii tumekuwa tunafanya sisi kwanza kushajihisha ushiriki wa wanawake na watoto wa kike katika michezo, ndio lengo kwa upande wetu sisi wa TAMWA Zanzibar. Na tumekuwa tukitumia fursa hiyo kwa kupitia waandishi wa habari mbalimbali ambao wameandika habari, makala na kutoa vipindi mbalimbali kuhusiana na masuala ya usawa wa kijinsia katika michezo. Lakini katika vitu ambavyo vingi vilimekuwa vikiandikiwa ni ukosefu wa miundombinu, lakini pia changamoto ambazo wanakutana nazo watoto wa kike kutokana na mitazamo mbalimbali ya jamii ya wao kushiriki katika michezo. Kwa hivyo ile ndio imekuwa kama kikwazo kuona kwamba watoto wa kike wanashindwa kuingia ama kushiriki moja kwa moja katika michezo. Swala la miundombinu limezungumzwa mara nyingi, lakini tunaambiwa kama viwanja viko vinajengwa, na sisi pia kupitia shirika ambalo tunafanya nalo kazi la maendeleo la Ujerumani, wao wana viwanja wanajenga pia ambavyo vimezingatia usawa wa kijinsia. Kwa mfano kuna maeneo maalum ya kubadilishia nguo kwa wanawake, lakini vyoo vya watoto wa kike. Kwa hiyo ni viwanja ambavyo vimejengwa kwa usalama ili watoto wa kike waweze kushiriki, japo changamoto bado zipo, kiwemo ukosefu wa vifaa, lakini pia ukosefu wa ligi ama mabonanza maalum kwa michezo ambayo wanashiriki wanawake. Mchanga Mdogo Center ni timu ya mpira wa pete na wanakiri kwamba walifika kuna mkawapa uelewa na tayari wameshapata uelewa. Nini kinafuata sasa? Sisi kama ilivyokuwa program nilisema, program hii tumefanya kwa mashirikiano na taasisi 3 za Zanzibar. Tumefanya sisi TAMWA, tumefanya jumuiya ya wanasheria wanawake na kituo cha midadala kwa vijana, ambao moja kwa moja wao ndio tunasema deal na hawa wana michezo wa Mchanga Mdogo kwa kuwafundisha makocha na makocha wao kuja kuanzisha timu. Kwa hivyo jambo linaloendelea ni kwamba sisi tunatamani kuwe na ule uendelevu, tunasema sustainability ya hizi timu ambazo zimeanzishwa. Kwa hivyo sisi kama ambao tume initiate hilo swala la kuanzishwa kwa timu, tutahakikisha tunafanya kama hivi, kuja na waandishi, kufanya monitoring, kuangalia wao wanaendeleaje katika michezo. Lakini kama tuna possibilities zozote kama tulivyokuwa tukifanya kuanzisha sisi timu mbalimbali, kwa mfano katika kile kipindi cha maadhimisho ya siku ya wanawake, maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike, lakini zile siku 16 za kupinga udhalilishaji, tunaweza kuona ni kwa namna gani tunakuja kuzipa
uhai timu ambazo zimeanzishwa. Kwa sababu sisi program nyingi ambazo tunazifanya tunazitakia kuwa na sustainability, na mara nyingi huwa program zinabebana. Maana inaweza kuwa program hii imeisha lakini tukaingia kwenye program nyingine, beneficiaries wakabaki kuwa wale wale. Kwa hiyo kufanya monitoring, kuangalia wana nini. Kwa mfano sasa hivi tuna contact zao, kwa hiyo tunaweza kuwa na issues ambazo kwa mfano tutakuwa na program labda ya GBV, tunataka kufanya sensitization, kwa ili kukusanya watu tunaweza kuchukua wale wenye wanaocheza netball pengine wakacheza alafu tukatoa elimu. Kwa hiyo monitoring, evaluation, sustainability project ni kitu ambacho sisi ndio kipaumbele chetu, sio kwamba tukimaliza tumephase out program na sisi tunaacha. Hiyo sivyo tunavyofanya. Mwisho kabisa, zipe neno timu za wanawake ama za michezo ambazo ukosefu wa vifaa na miundombinu kama vile wanataka kurudi nyuma. Kusema kweli ni ngumu na inarudisha nyuma na inakatisha tamaa, kwa kuona kwamba pengine watu wamejikusanya, wameanzisha timu lakini wanakosa kuwa na vifaa, wanakosa kuwa na sehemu nzuri ya kuchezea. Mimi nataka niwatie moyo kwamba wao waendelee kuingiza bidii kwenye kufanya mazoezi, kwenye kucheza, lakini pia kuangalia fursa mbalimbali ambazo ziko. Kwa mfano kwa hapa Pemba kuna lile tamasha la utalii, kwa mfano kuna masuala haya ya kwa Zanzibar sasa kuna makombe yale mbalimbali, benki ziko hapa, wanaweza kwenda kuomba kuanzishiwa kikombe wakafanya. Kwa hivyo ni zile jitihada binafsi, wao waangalie fursa ziko wapi, wasichoke, ili na wao waweze kuingia katika hizo fursa mbalimbali na hatimaye michezo iwafaidishe.